Bwana, kama kawa kama dawa. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju Kuntunye Kidimdim Mwandila. Bwana, ni siku nyingine ya kipekee ndani ya Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Tuko hapa Sukari House, tumekuja kupiga story mbili tatu na ndugu wawekezaji kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Mimi niko hapa bwana, kazi yangu ni kumotea mwekezaji. Tunazungumza mawili matatu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Bwana, karibu sana na usitoke. Mambo? Poa. Mzima? Mimi naitwa Ali Upuju na tukio UTT. Sio unaitwa nani? Irene Kiza. Irene Kiza. Okay, Irene, ndio kwa mara kwanza umekuja hapa UTT au maana yake ni mwekezaji wa muda mrefu? Na muda kidogo, sema nilikuwa na application. Okay. Sikuja kumalizia usajili. Ulifungua online lakini nilikuwa naweza tu kutuma. Lakini application ilivyofanywa marekebisho imebidi sasa nije nikamilishe usajili. Na ni kwa muda gani umeweza kuanza kuwekeza na UTT? Tangia mwaka jana kama mwezi wa 6. Toka mwaka jana mwezi wa 6. Ndio. Okay. Je, unajihisi Irene umechelewa au ni muda wako sahihi? Maana inawezekana kuna baadhi ya marafiki zako, ndugu zako ni wawekezaji. Kwa sababu sasa kama wewe unaweza kuja kwa mwekezaji, una hata mtu mmoja ambaye alishawahi kuwekeza huko nyuma, ambaye labda mwisho wa siku unaweza kutaka akwambia, bwana Irene, mimi mwenyewe ni mwekezaji wa muda mrefu sana. Kuna watu ambao nimekutana nao na walianza kidogo mapema wakaweza kunishawishi na kuniamsha kwamba sasa unachelewa, lakini sio kama umechelewa. Hata wewe ambaye unataka kuja kuanza kufanya hizi process haujachelewa. Lakini karibu sana. Ni shemeji au mama? Shemeji, ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo. Ndio. Okay, sawa. Umejiunga katika mfuko gani Irene? Liquid ukwasi. Na toka ulipoanza kuweza kuwekeza mpaka sasa hivi ni miezi 6 umesema? Mwezi wa 5. Au mwezi wa 5. Umeanza kuwekeza lini? Ni miezi 5. Tangia mwaka jana mwezi wa 6. Kwa mwezi wa 6 mwaka unaenda. Okay. Toka ulipoanza kuwekeza zile pesa zako, unapata 20,000 unaweka, 100,000 unaweka. Je, kuna faida yoyote ambayo unaona katika uwekezaji na UTT AMIS? Kweli unaiona hii faida ya? Ndio, kweli UTT ina faida sana na nashauri mtu yote aweze kuanza kuwekeza. Ulishawahi, sitaji majina, lakini ulishawahi kuweka pesa katika zile sehemu zile ambazo zile za wanawake zile unazijuaga zile kule, ushawahi kuweka pesa? Ni kweli nishawahi. Ushacheza kule mnaita, sio? Sana. Kuna uaminifu kule? Uaminifu upo, lakini kwa asilimia chache. Sio za uhakika kama hapa hivi. Ni kweli. Kwa manake kama sisi tukiwa kikundi kimoja, mimi na Irene na ndugu yangu Manase, manake tukijiunga katika hivi vya mtaani sasa, ni lazima kwamba wewe upajue kwangu, mimi nipajue kwako. Ndio, lakini ili kujenga inakuwa ni kujenga uaminifu. Ndio, lakini pia unaweza kujua sehemu ya mtu anapokaa, lakini bado akakutapeli. Ndio. Lakini naamini wewe hujai kutapeliwa. Sijawahi. Na ndio maana, lakini umekuja sehemu salama UTT, right? Ndio. Okay, neno lako Irene la mwisho la kuweza kuambia wale wote ambao labda wako nyumbani wanakutazama sasa hivi kupitia Kijiwe Mchongo na UTT AMIS, neno lako kubwa ungetaka kuambia nini hasa? Mnachelewa. Okay. Kadri unavyozidi kukaa nyumbani unapoteza muda wako. Okay. Fanya maamuzi, njoo uwekeze na UTT, pesa yako inakuwa na usalama, inakuwa inaongezeka, unapata nafasi ya kujitanua na kuepukana na changamoto zingine za maisha. Karibu. Kwa hiyo mwenyewe umekuja kwa ajili ya kujitengeneza. Ndio. Umeona hapo milioni 50. Ongea. Kwa vizuri mama. Asante. Au sivyo? Basi sawa. Jamani, hiyo milioni 50 kwa Tanzania tu, hapana. Ndio yamekuja kukamilisha usajili wake ili aweze kuwa ule mwekezaji ambaye tunazungumzia ni kwa asilimia zote kabisa 100. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imenifikia. Bwana Kamkubwa, vipi? Safi. Kwema kabisa. Safi. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju natokea UTT. Sio ndugu yangu naitwa nani na natokea wapi? Mimi naitwa Jabiri Mkongoto natokea Mbezi. Mbezi Beach au Mbezi Kavu? Mbezi Beach. Mbezi Beach. Kwa sure. Bwana, karibu sana mshua Jabiri. Sasa, bwana Jabiri, UTT ni mwekezaji wa muda mrefu au ndo kwa mara kwanza leo umekuja Sukari House hapa? Mimi ni mwekezaji wa muda mrefu kidogo na kama miaka 2.5 hivi. Hongera sana. Nashukuru sana. Na umewekeza katika mifuko mingapi na mfuko gani? So far na mfuko mmoja tu ambao ni ukwasi. Ni ukwasi. Ambao liquid. Wanasema una riski ndogo. Una riski ndogo. Hata mifuko mingine sio kama labda ina riski kubwa kivile, lakini riski ni ya kawaida. Au sio? Toka ulipoanza kuwekeza for almost 7 miaka 2,
Kuna faida yoyote katika masuala ya uwekezaji na UTT AMIS ambao umeiona bwana Jabir? Kubwa sana. Umeiona? Naam. Ambapo labda huko nyuma unaweza kusema hiki unachokiweka UTT huko nyuma ulikuwa unakiweka gapi? Au ulikuwa ndo na matumizi sasa ya ujana mwingi? Actually matumizi ya ujana mwingi, pesa inapotea, muda mwingine hujui hata imeenda wapi, unakuta imeisha, lakini kupata fursa kama hii inatunza pesa yangu. Inatunza pesa yako. Na naamini wewe toka ulipoanza kufungua UTT ulikuwa na malengo yako. Either labda ndo kama hivi unasikia bwana Jabir kajenga, kuna mtu anaweza kafikiri Jabir amebeti, Jabir hii hela ameokota, amepata wapi? Lakini kumbe kuna siri kubwa ambao huko ndani for almost kama miaka 5, 6, 7 ulikuwa unawekeza na UTT. Umepata pesa yako milioni 50, watu wanaweza wakasema Jabir hii hela kaipata wapi? Unahisi vijana wengi labda hawajashtuka kuhusiana na uwekezaji na UTT AMIS? Ni kweli, nadhani hiyo ni swala. Kwa hiyo naweza kusema kutoa wito kwa vijana waweze kufunguka kwa kukimbilia hii fursa ambayo wewe kwako umeiona kama ni faida. Mimi ni faida kubwa sana, na ndio maana mpaka leo hii niko hapa. Hauna mtoto Jabir? Bado sijabarikiwa, lakini mambo yatakuwa sawa. Okay, toka ulipoanza kuwekeza na UTT ulishaye kuchukua nafasi labda kuweza kuwashauri baadhi ya ndugu zako wa karibu kuhusiana na UTT na uwekezaji? Naam, nimeshauri wengi sana na nafikiri na wao wameingia. Naam. Okay, kuna mtu ambaye leo umekuja naye umemshawishi yeye? Hapana. Yeye mwenyewe ni mwekezaji wa muda mrefu. Yeye na mimi tulishtuka pamoja. Mlishtuka pamoja. Ndio. Okay, sawa. Sasa basi tuchukue fursa hii kwa geuka tu hivi bwana Jabir. Tuchukue fursa hii kwa ambaye unaweza ukasema labda kuna rafiki yako, ndugu yako yoyote wanakutazama wasiokuwa wawekezaji na wawekezaji. Neno lako lipi la kuweza kuwaambia kuhusiana na uwekezaji na UTT AMIS? Kwanza ni watoe wasiwasi kwa sababu ni taasisi ya kiserikali, kwa hiyo pesa yao wakiiweka iko sehemu salama zaidi. Na vile kuna faida kubwa kwenye uwekezaji wa hapa, kwa sababu si tu kuweka, ni uwekezaji. Maana uwekezaji unategemea faida baada ya muda fulani. Kwa hiyo na waita waamke, kwa sababu hii ni fursa. Kwa hiyo waje kwa wingi. Na fursa huwa inakujaga kuna muda alafu kama baadaye unakuja unajuta usipotumia akili, si ndio? Kwa sababu tunakimbizana na muda. Kwa hiyo muda ni sasa, waje wawekeze. Okay. Ndio. Neno lako labda kwa shemeji yangu. Yeye amewekeza? Naam. Amewekeza? Tumewekeza wote. Amewekeza wote? Naam. Anaitwa nani? Muache. Wanasema kinachokupa amani kilinde. Sasa mimi nalichukua hilo na naondoka nacho. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia. Mambo? Poa. Mzima? Mimi naitwa Ali Upuja, natokea UTT. Sio, unaitwa nani? Naitwa Isabella Patrick. Umetokea wapi? Natokea Kigamboni. Kigamboni. Ni mwekezaji wa muda mrefu Isabella? Na tangia mwaka jana, Mwaka jana mwezi ngapi? Mwezi wa 9. Mwezi wa 9. Kwa kama unaelekea hivi tuelekee mwaka lakini bado, right? Yeah. Ni umewekeza katika mifuko mingapi? 4. We Isabella. Wewe. Yes. Mbona kwa haraka hivi kwa speed gani sana? Yeah, umeona ni fursa, that's why. Kuna mfuko wa watoto? Hapa kuna. Hauna mtoto? Hapana. Okay, una mfuko gani? Ukwasi? Kujikimu. Okay. Bond. Okay. Umoja. Na umoja. Okay. Hongera sana kwa kuwekeza katika hii mifuko yote 4. Elimu uliweza kuipata wapi na iliweza kukushawishi kuja kuwekeza na UTT? Niliona mtandaoni. Just that. Yes. Yaani sio kama kuna mtu ambaye labda ulikuwa unamwamini ukasema kwamba ndo akakwambia labda bi mkubwa au baba. No, Isabella mwanangu, nenda kawekeza na UTT. Nenda kapata elimu kuhusiana na uwekezaji na UTT. Hapana, mtandaoni tu. Mtandaoni tu. Ikakupelekea wewe ukaiamini UTT. Ndio, nikajifunza pia kwa kupitia online. Nikaridhishwa, nikaja kuwekeza. Toka ulipoanza kuwekeza mwaka jana mpaka leo, tuzungumzie labda mfuko mmoja wapo tu wote. Kuna faida yoyote ya uwekezaji na UTT AMIS ambao umeiona? Yes, kuna faida. Kuna faida? Ndio. Sasa Isabella, hapo neno lako kwa marafiki zako, mimi najua una mashosti wengi sana, marafiki zako, shemeji inawezekana yeye haamini UTT mpaka leo, mama, baba, hebu waambie chochote kuhusiana na UTT AMIS ambacho wewe kilichokupa nguvu ukasema hapana, mimi naingia na mifuko 4 nimewekeza. Maana yake umebakisha mifuko 2 tu ukamilishe 6. Okay.
Kwa upande wangu mimi faida ambayo nimeipata mpaka sasa, unajua mara nyingi huwa tuna tabia kuweka hela labda benki au nyumbani unakuwa unawekeza. Lakini nikaona hii ni fursa kwa sababu ukiwekeza unapata na faida juu yake. Alafu ni kitu ambacho nilianza, kwa hiyo kila baada ya mwezi au wiki mbili naweka akiba yangu. Na kuanzia mwezi wa 9 mwaka jana mpaka sasa, yani nimepata mafanikio makubwa sana. Yani hakuna sehemu ambayo nishawahi kuwekeza ikaniletea mafanikio kama hapa UTT. Na faida ukaiona? Ya, faida nikaiona, na yani kusema kweli imenipa benefits kubwa ambayo kwa upande mwingine unawekeza ili nipate kianzio cha biashara. Ya, kwa upande wangu mimi nishawekeza na nikapata kianzio cha biashara cha kuniridhisha kusema sasa hapa naweza nikaanza kitu kingine. Ya, so nashukuru kwa taasisi kama hii kutupa elimu na kutuhamasisha vijana. Lakini ni taasisi ya serikali vile vile. Yes. Maanisha kwamba kuna uaminifu na usalama ndani yake. Yeah, of course, Ndio. Kwa marafiki zako naamini wanaweza kuwa wamekuona leo hii kupitia Kijiwe Mchongo. Jamani, tuko na mwanadada ambaye anaitwa Isabella kutoka Kigamboni. Ameanza kujiunga na UTT tokea mwaka jana, si ndivyo, mwezi wa 9 mpaka leo hii. Faida amezipata kutokea katika uwekezaji na UTT AMIS ameziona, lakini vile vile hizo faida ambazo alikuwa anazipata kutokea na UTT AMIS katika uwekezaji zimempelekea ameweza kufungua biashara. Hatujui biashara gani. Yawezekana akawa anamiliki mgawa mmoja mkubwa sana hapa mjini, hatujui. Hiyo ni wewe, inawezekana tu akawa na maduka yake Kariakoo, hatujui. Lakini yote kwa yote ameweza kunufaika na uwekezaji na UTT AMIS. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imenifikia. Naam bwana, tumetoka kuweza kuzungumza na ndugu wawekezaji mbalimbali kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Kuna baadhi yao leo hii imeweza kuwa kwao ni kwa mara ya kwanza kuweza kuja hapa UTT AMIS na kuweza kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Lakini vile vile wameweza kuzungumzia zile elimu waloweza kuzipata kuhusiana na masuala ya uwekezaji kwamba kuna faida ndani yake. Lakini vile vile UTT AMIS ni sehemu salama cause ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Lakini yote kwa yote, bwana, mimi nazidi kukusisitiza, kama wewe ndo kwanza unaifuatilia Kijiwe Mchongo kwa mara ya kwanza, basi mwambie na mwenzio kwamba aje kuwekeza katika taasisi ambayo iko chini ya serikali, atakutana na usalama ndani yake kwa pesa yake ambayo anakuja kuwekeza kwetu sisi. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju Kuntunye Kidimdimu Mwandila. Nimshukuru sana Manase aka Masawe, mtu mbadest kabisa, tulikuwa naye mwanzo mpaka mwisho. Bwana, tukutane next time. Bye bye.